Hayatul Ulama inajumuisha wanazuoni wa Kiislamu katika fani mbalimbali, hasa katika fani za dini, sharia, da'wa, usulul fiqh, mambo ya fiqh muamalati na masuala mengine ya Kiislamu ya lugha ya Kiarabu na masuala mengine. Na alhamdulillah ina wanachama zaidi ya 100, na kwa ukweli ni kitovu cha elimu ya Kiislamu hapa Tanzania, katika TV zetu, katika radio zetu, katika majarida na magazeti. Hayatul Ulama katika screen tumeonyesha, ziko screen 8. Hicho ninachokizungumza kinaonekana katika screen, kina malengo yake makuu. Lengo kubwa kabisa la kwanza ni kuleta umoja wa Uislamu hapa Tanzania, na lengo lake la pili ni kuwawezesha maulama kielimu na stadi mbalimbali. Alhamdulillah, katika maulama wetu sasa hivi wako ambao wanachukua magisteri, wanaochukua PhD, wako wengi tu. Hayatul Ulama ipo huko katika kuwawezesha maulama wake kupata elimu mbalimbali na stadi mbalimbali ambao zipo duniani. Na lengo lingine ni kushirikiana na Waislamu na wadau wengine wa maendeleo kwa ajili ya kuendeleza Waislamu katika masuala ya elimu, uchumi na kijamii. Na lingine katika malengo yake ambayo ni ya kikatiba ni kuzipa nguvu familia za Kiislamu katika utoaji wa elimu za aina mbalimbali ili kupata ile malengo makuu ya sheria ya hifdhun nasl, kuhifadhi familia na kuziendeleza familia. Lingine ni kuziwezesha media, vyombo vya habari vya Kiislamu katika kutoa elimu sahihi ya Kiislamu, na lingine ni kusimamia suluhu yakitokea maugomvi ndani ya taasisi za Kiislamu na kwa Waislamu wenyewe, kusimamia suluhu za aina mbalimbali, na lingine ni kutoa fatwa mbalimbali za kidini hapa Tanzania katika masuala ambayo yanahitaji fatwa. Tunacho kitengo cha fatwa, na alhamdulillah maulama wetu katika kipindi hichi cha miaka zaidi ya 10 wameweza kutoa fatwa mbalimbali kwa ajili ya maendeleo ya Uislamu hapa Tanzania. Na mwisho kabisa ni kuulinda Uislamu na Waislamu dhidi ya itikadi potofu au propaganda potofu dhidi ya Uislamu na Waislamu. Yaani katika hili maulama, kama itatokea kuna tafsiri potofu ya masuala ya dini, Qur'ani, hadithi au potofu wa aina yote ile, Hayatul Ulama itasimama mbele kuwa dhidi ya huo potofu au hiyo tafsiri potofu. Alhamdulillah, Hayatul Ulama nishazungumza kuhusu members wake. Ni members ambao wametaharaji katika vyuo vikuu mbalimbali katika dunia hii, ikiwemo Madina, Al-Azhari, Libya, Yemen na maeneo mbalimbali. Na alhamdulillah ndio nguvu ya Haya kwamba ina maulama ndani yake ambao wametahasusi katika fani mbalimbali. Kuna maeneo ambayo Hayatul Ulama inayasimamia kiundani kabisa, kama ni thematic areas ambayo inayashughulikia hapa nchini, ikiwemo utoaji wa mafunzo, lingine ufanyaji wa tafiti, lingine ni utoaji wa ushauri na saha pamoja na masuala ya sulhu, na lingine kutangaza dini ya Kiislamu, na lingine ni ushawishi na urahabishi, lobbying and advocacy. Katika maeneo ambayo tunayotoa huduma kubwa kabisa ni katika hayo maeneo 4 ambayo nimeonyesha: utafiti na uchapishaji, fatawa na utoaji wa ushauri na saha na usuluhishi, na lingine ni dawa ya kijumla kama haya makongamano ambayo kwa mwaka kwa kweli tunafanya makongamano mengi tu, mengine makubwa kama haya na mengine ni madogo ambayo yanawashirikisha maulama tu. Mfano, katika wiki 2 zilizopita tuweza kufanya kongamano la maulama lenye jina hili la Sharia Advisory Platform, yani wataalamu na washauri wa sheria nchini.
takriban 30 ambao ndio wenye kutoa ushauri wa aina mbalimbali katika mabenki yetu hapa nchini na wale ambao ni mabingwa katika eneo hilo. Tunayo vikao vya aina hiyo na tunazo training za aina hiyo. Katika training ambazo tunazozitoa, alhamdulillah, yako maeneo matano ambayo tunayasimamia hapa nchini. Moja likiwa ni programu yetu tunaita Mosque Empowerment Initiative, imarisha misikiti, imarisha jamii. Alhamdulillah, leo katika waliohudhuria hapa ni baadhi ya graduates, watu ambao wamekamilisha mafunzo yetu ya miezi 6 na wengine mwaka mmoja. Kuna watu wametoka Kibaha na maeneo mbalimbali kuhudhuria kongamano hili. Hizi ni katika programu zetu za Mosque Empowerment Program. Tuna program hizi ambazo tunatoa elimu za aina mbalimbali kwa ajili ya kuimarisha misikiti, kusimamia misikiti na management ya misikiti. Na lingine tunayo Ustadh Development Program. Hii ni kwa ajili ya kuendeleza walimu wa madrasa. Alhamdulillah, kwa mwaka jana tumeweza kufikia wilaya 4: Kisarawe, Mkuranga, Kibaha na Bagamoyo. Na watu ambao wamefaidika na program zetu za Ustadh Development Program za kuendeleza walimu wa madrasa katika mambo ya teaching methodology na elimu zingine ni takriban wanafika karibu 1000 ambao wamepata hizi training za aina mbalimbali ambao ni intensive training za miezi 6. Na pia tunayo program nyingine ambayo tumeilaunch karibuni, inaitwa Family Excellence Program, familia imara, jamii imara. Hii alhamdulillah tumeweza kutrain walimu watakaofundisha program hii, walimu takriban 22. Na program hii kwa mwaka huu, baada ya wiki 3 baada ya mwezi wa Ramadhani, itaanza rasmi katika maeneo ya Ikwiriri, Kibaha, Katavi na wilaya 5 za Dar es Salaam hii inshallah. Na leo pia tutavizindua vitabu ambavyo tunavitumia katika programu yetu hii. Hii ni kwa ajili ya kujenga familia imara, kwa ajili ya kujenga familia imara, Family Excellence Program. Na program nyingine ni Tarbia Skills Empowerment, kwa malezi sahihi kwa kizazi bora. Hii program ya Tarbia tunawalenga walimu wa mashule, walimu wa madrasa kwa kuwafundisha kwa urefu na moduli zake, hasa kitabu cha Tarbiyat al-Auladi fil Islami, ambayo tutakava maeneo zaidi ya 9 ya malezi ya kiimani, malezi ya kitabia, malezi ya kiroho, malezi ya kijamii, malezi ya kimwili, malezi ya kijinsia na malezi ya kinafsi na mengine. Ni program ambayo tunayo mashule ya Kiislamu lakini hatuna trained au certified walimu katika mambo ya malezi. Tumekuja na program hii kwa ajili ya kufocus katika malezi bora kama anavyofundishwa katika Qur'ani na Sunna za Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Na hii tunashirikiana hizi na taasisi mbalimbali za Kiislamu zenye matawi makubwa na ushawishi mkubwa hapa nchini. Mfano hii ya Tarbia tunashirikiana na TIPSO na taasisi zingine za walimu wa madrasa. TIPSO chini yake kuna takriban shule za msingi nchini zaidi ya 200. Lengo letu kwamba walimu wao wote wawe certified katika malezi bora. Mwisho 5 ni program yetu ambayo tulianza na tutaendelea nayo kwa kushirikiana na Jamiat Akhlaq Islamia JAI ya Healthcare Providers Awareness. Ni program ya wale ambao wanaotoa huduma za afya mahospitalini kuweza kupata elimu ya Kiislamu ya ndani kabisa katika masuala ya afya, hasa katika adabu za mgonjwa na adabu za kumhudumia mgonjwa. Hizi ni katika program zetu kubwa kabisa hapa nchini 5 ambazo inshallah tumezianza kwa muda mrefu na tutaendelea nazo kwa muda mrefu. Na alhamdulillah karibuni tumeweza kulaunch Wanazuoni TV ambayo program zote za maulama wetu zinarushwa na hii Wanazuoni TV ambayo ni blog, hii ni YouTube channel. Alhamdulillah katika kipindi hichi tumeweza kufanya mambo makubwa hapa nchini. Mfano katika uhai wa Hayatul Ulama tuweza kufanya mkutano wa 2013. Huu ulikuwa ni mkutano mkubwa kabisa ambao tulifanya na WAMI, World Assembly of Muslim Youth. Vijana wa Kiislamu karibu wa duniani kote walikuja hapa Tanzania, tukafanya mkutano huo mwaka 2013. Alhamdulillah Hayatul Ulama ina ukaribu mkubwa sana na WAMI, World Assembly of Muslim Youth, ambazo sasa hivi ofisi zao zitakuwa Red Cross pale, ambayo chini ya ulezi wa Hayatul Ulama. Pia Hayatul Ulama
imeweza kufanya mkutano wa maulama wa Afrika mwaka 2012 ambao alhamdulillah ulifunguliwa mkutano ule na makamu wa rais, na pia chakula cha usiku tuliweza kufanya pia na rais wakati ule. Pia Hayatul Ulama iliweza kufanya kongamano kubwa mwaka 2014 la maulama Bagamoyo. Pia alhamdulillah mwaka 2022 Hayatul Ulama ikishirikiana na World Muslim League Forum iliweza kufanya mkutano mkubwa pia hapa Tanzania ambao ulihudhuriwa na ulifunguliwa na Hussein Ali Hassan Mwinyi, Allahumma Rais Hussein Ali Hassan Mwinyi ambaye ni rais wa Zanzibar. Na alhamdulillah kama inavyoonyesha hizi slides, pia katika huu mkutano ambao tulifanya na World Muslim League pia kulikuwa na maonyesho aina mbalimbali ambayo watu walihudhuria. Pia Hayatul Ulama imeweza kufanya makongamano madogo madogo mengi tu ambayo iliwashirikisha watu mbalimbali, na alhamdulillah katika eneo la ushawishi na urakabishi, alhamdulillah Hayatul Ulama ipo karibu kama mnavyoona katika hizo picha. Na alhamdulillah Hayatul Ulama inashughulikia mpango mkakati wa umma tunaita Vision 50 ambayo bado unaendelea na karibuni utatoka, ambao tumewashirikisha kama picha zinazoonyesha wadau mbalimbali hapa nchini, taasisi mbalimbali hapa nchini katika kuchukua maoni yao na kutengeneza dira ya Uislamu katika miaka 50 inayokuja. Huo ni katika baadhi ya mipango ambayo inasimamiwa na Hayatul Ulama. Hayatul Ulama alhamdulillah katika masuala ya madrasa kama picha zinazoonyesha hapo, tumeweza kufanya mafunzo mbalimbali katika miaka ya nyuma huko katika maeneo mbalimbali nchini ikiwemo Lindi, Iringa, Mtwara na maeneo mengine. Kwa haya mafupi nasema kwamba Hayatul Ulama ipo kwa ajili ya kutumikia Uislamu na kuwatumikia Waislamu hapa nchini. Hayatul Ulama ni yenu na tuko karibu yenu na tuko katika kuwahudumia nyinyi Waislamu. Wa hadha, assalamu alaikum wa rahmatullah.